kila mmoja wetu hapa, hebu ajaribu kujiuliza, mimi nataka niishi namna gani miaka yangu 10, 15 ya mwisho Mungu atakaonipa uhai. Hatujui lini, kila mtu ana kwake, lakini unataka uishi vipi? Mimi dua yangu kubwa siku zote, miaka yangu 10, 15 ile ya mwisho, sawa, nisiweze kufanya kazi kama nilipokuwa na miaka 18, lakini niweze kufunga viatu vyangu mwenyewe, niweze kupanda ngazi mwenyewe, niweze kuja msikitini nisali bila kukaa kwenye kiti. Na hiyo unaweza kuipanga leo kama vile unavyoweka akiba. Kila mtu hapa anasema ngoja niweke akiba kidogo nipate kibanda changu. Naam. Ngoja niweke akiba kidogo. Sasa mazoezi kwa nini nayazungumzia? Watu wazima miaka 70, 80 hawawezi kutembea, sio kwa sababu ya umri, kwa sababu hawana misuli. Hawana misuli. Misuli imekwisha nguvu, imenyauka, kwa sababu katika ujana wake, katika nini, alikuwa hafanyi mazoezi. Wote hapa mnafahamu, wengine mmesafiri, ukienda huko Japani, mzee ana miaka 85 anakwenda sokoni mwenyewe. Anapanda kwenye basi mwenyewe. Wale akiba kubwa walioweka ni kipindi hiki, na hamna mtu aliyechelewa hapa, ndugu zangu Waislamu. Fanya mazoezi, tembea, nyanyua vyuma kidogo. Sizungumzii ile vyuma kama bodyguard wa Shehabasi, hapana. Nazungumzia wale ya kawaida. Mimi nafanya hivyo kila siku, kwa sababu hii misuli ndio itakuja kunisaidia huko mbele ya safari niweze kutembea sawa sawa. Wote hapa huwa tunasema wazee wetu vijijini kule, bwana miaka 80 alikuwa anatembea paka mwenyewe. Alikuwa anatembea kwa sababu maisha yake yote amekuwa akitembea. Hasa alipofika ule umri, ile akiba ya misuli aliyokuwa nayo ndo anaitumia kipindi kile. Allahu Akbar. Darasa kubwa sana profesa. Afya yake aliyokuwa anaiangalia akiwa na umri huu wa kwetu sasa hivi ndo anaitumia kipindi kile. Kwa mbali ya kuweka fedha, Shehabasi na Sheikh Othman Hamisi, tuweke Abdalla, tuweke akiba ya afya ambayo haina gharama. Kula vizuri, hakikisha umekunywa maji kati ya lita 1.5 mpaka 2, wale wanaokwenda kwenye mazoezi mpaka 3. Kwenye mitandao huko najua mnaambiana kunywa lita 5. Wanasema hiyo lita 5 kwetu haipo, kwa sababu maji na yenyewe ukiyazidisha sana yana hatari yake. Jaribu usiku upate usingizi, uweze kulala, ili mwili unatakiwa kupumzika na kufanya kazi. Kwa hiyo haya yote ukiyaweka ndio atakuja kukusaidia huko mbele ya safari. Sasa ugonjwa wa 4 ambao sio kuambukiza ni saratani. Ndugu zangu Waislamu, wote humu ndani pamoja na mimi ninayotoa mada, wote tuna chembe za saratani. Wote. Vipi profesa? Wote tulokuepo hapa na wanaotusikiliza, wote tuna chembe za saratani. Lakini kwa nini hatuna ugonjwa wa saratani? Mwili wetu kila siku, kila dakika unapigana huko ndani kutukinga tusipate ugonjwa, kutukinga tusipate saratani. Sasa siku ukisikia mtu, najaribu kuirahisisha, ukisikia mtu kapata saratani ni kwamba mwili kipindi hicho umezidiwa, ndo mtu hapo amekuja kupata saratani. Tezi dume, saratani ya matiti, saratani ya kitu gani. Kwa hiyo ni mwili unapiga. Shehabasi, sijui kama watu mnafahamu, umo kwenye tumbo sasa hivi kuna wadudu wanaitwa microbiome, wako bilioni 40. Wamefikaje huko ndani? Wanakaaje huko ndani? Tunapokuambia wewe ule ni bilioni, wewe tizama kitu kinaitwa microbiome, wako bilioni 40 ndani ya tumbo, ndani ya mfumo wetu wa chakula. Muumba wetu ndo kawaweka kule. Subhanallah. Tunapokuambia wewe kula mboga za majani, kula fiber, Shehabasi, sio kwa ajili yako,
ni kwa ajili ya kuwalisha wale wadudu, kwa sababu kadri wanapokuwa wengi ndo wanapokupa wewe kinga yako. Mashaallah, takbir. Leo profesa umeeleweka kuhusu majani. Tunapokazania sana leo umeeleweka rasmi sasa. Kula mboga za majani. Wewe ukisikia tumekuambia kitu chote kinachoitwa fiber, ni kwa sababu ya kwenda kuwalisha wale wadudu, kwa sababu wale wadudu ndo wanatupa sisi kinga, ndo wanatupa balance. Mi vitu vingapi vya sumu unakula, vichafu unakula, lakini wale wadudu wanapigana. Na ndio maana mara nyingi tunasema msitumie antibiotic ovyo, kwa sababu antibiotic zikiingia kule ndani hazijui huyu ni mdudu salama, huyu ni mgonjwa, inawaua wote. Sasa ile balance inapopotea, pale ndo matatizo yanapoanza. Subhanallah. Na swali kubwa hata sisi kwenye sayansi hatulijui, hawa wadudu wameingia lini? Kwa nini ni muhimu? Mimi nafikiri mmewahi kuona, muulize mtu yote kwenye duka la pharmacy. Antibiotic ni kuua wadudu. Kuna dawa nyingine kwenye maduka makubwa yote hapo inaitwa probiotic. Probiotic ukinywa, yani unaenda kuwasaidia, ni kama mbolea ya wale wadudu. Na ile dawa zimetengenezwa ili wale wadudu wawe wengi zaidi, kwa sababu ndio wanatukinga wewe na mimi. Samahani profesa, hiyo dawa ya kuwazalisha naomba uirudie. Tamu kweli. Inaitwa probiotic. Antibiotic, anti manake inapigana na wadudu, pro manake inawajenga wale wadudu. Kwa zile dawa ambazo mtu yote anaweza kununua akanywa, lakini ushauri wangu mkubwa, kwa sababu tunatumia, ukila mboga za majani za kutosha, yogurt ni chakula kikubwa sana cha wale wadudu na ni kinga kubwa. Mtindi, mboga za majani, matunda ni fiber, na ndio maana tunasisitiza sana usinywe juice, kula matunda. Nililisema ili mwaka jana, naomba basi nilirudie. Ili upate glasi moja ya juice ya machungwa mangapi basi unafikiria? Ili nisiongeze maji, machungwa kama mangapi? 5. Sasa basi asubuhi umekunywa glasi moja, mchana umekunywa glasi ya pili, jioni umekunywa glasi ya 3. Hayo machungwa 15, sio? Naam. Kwa siku yani kwa siku 10 umekula machungwa 150. Kwa mwezi umekula machungwa 450. Basi umekula shamba. Sallu ala nabi. Maana yake nini? Kwamba umeongeza sukari isipotakiwa, kwa sababu hamna mtu anaweza kula machungwa 450. Tunataka ule chungwa, kwa sababu ile chungwa ni fiber, ndo dawa, ndo chakula kikubwa cha wale wadudu walokuwa kule ndani. Umeielewa? Nimekupata sana hizo calculations zako. Ukinywa glasi 3 umekula machungwa 15. Kwa siku 10 umekula machungwa 150. Kwa mwezi umekula machungwa 450. Ndio lile shamba lako la Bagamoyo ni shamba, umekula shamba zima. Kweli. Kwa ndugu zangu Waislamu, na washauri sana kula tunda, kwa sababu huwezi kula mengi kiasi hicho. Matunda yote yana sukari, hamna tunda lisokuwa na sukari. Kuna sukari mle inaitwa fructose, na sukari ikiwa nyingi, sasa glasi moja kwa hamu sio mbaya, lakini ndo kila siku jioni iftari, ngoja na kiu mchana kutwa. Sasa kwa mwezi ukija wote wa Ramadhani huu. Na ugonjwa wa 5 na wa mwisho kwenye hili ni wa figo, ambao nililigusia basi. Ushauri wetu mkubwa sana ni kunywa maji kati ya lita 1.5 mpaka lita 2 kwa siku, na unayagawa tu, kwa sababu hayo maji yanahitajika ndani kwa ajili ya kusaga chakula. Na huu mwezi wa Ramadhani ni hatari zaidi, kwa sababu kutwa nzima hunywi maji. Kwa hiyo kule ndani damu, kwa Kiingereza tunasema inakuwa concentrated, inakuwa nzito kidogo, na damu ikiwa nzito kidogo ni hatari, kwa sababu inaweza kuganda ukapata kiharusi cha ghafla. Kwa hiyo unarudi kule kwenye yale magonjwa.
Kwa hiyo tujaribu kunywa maji ya kutosha kama hayo nilivyoyaeleza.